Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu, kaona mbali, kaleta sheria ambazo sasa zinatufanya kila mchimbaji, kila anayepata fedha, kila anayetengeneza faida, kuna sheria sasa inambana kutenga kiasi cha faida yake kwa ajili ya kurejesha kwa nani? Kwa jamii. Ni kwa minadili hiyo, ndugu zangu, mheshimiwa diwani, viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, wanufaika wa TASAF na wananchi wote kwa ujumla, ni kwa minadili hiyo sisi Cleveland Mine and Service Company Limited tumetenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Fedha hiyo shilingi milioni 100 tumeitoa kwenye faida ambayo tunapata. Tumekwisha anza taratibu. Tulianzia kule polisi kwa ndugu yetu Mwakibinga na bado tuna kiporo kule hatujakamilisha. Leo tuko hapa Mavota, kesho tutakwenda sehemu nyingine. Ni hatua kwa hatua mpaka hiyo shilingi milioni 100 itakapofanya nini? Itakapoisha. Nipende kumshukuru ndugu Ndaisaba, mkurugenzi wa kampuni ya Cleveland, kwa kuwajibika na kuhakikisha ile faida anayoipata kutokana na shughuli zake anairudisha kwa jamii. Na anapoirudisha kwa jamii, anairudisha kwa namna gani? Kwa kuandaa mpango kwa kushirikiana na serikali ya kijiji, na tunavyoona tayari ameandaa mpango wa kutengeneza madawati pamoja na mbolea kwa ajili ya wananchi. Madawati haya ambayo yametengenezwa na kampuni ya Cleveland moja kwa moja yanaenda kuchochea elimu bora kwa wanafunzi wetu. Watasoma katika mazingira mazuri ambayo itawasaidia wale wanafunzi kuweza kupata mafanikio katika elimu katika vizazi cha sasa na kizazi kinachokuja. Pia mbolea ambazo zitatolewa kwa wananchi wetu zitasaidia kukuza uzalishaji wa mazao ya kilimo. Lakini niwapongeze sana kwa kazi hii ambayo mmeifanya. Ni kazi ambayo pengine inaweza ikaigwa hata na wawekezaji wengine. Kwa hiyo muendelee kwa hivyo na muendelee kutazama nini faida yetu wana kijiji wa Mavota. Lakini ikiwapendeza, mgodi huu uko Katani kwenye kata ya Kania. Basi tutakapokuwa mmekamilisha Mavota na vitongoji vyake, tunaweza tukatoka hata vijiji vingine. Kikao hiki tena kinaweza kikafanyika hata Msalabani. Mimi namshukuru mwekezaji Ndaisaba kwa ajili ya kutoa hii mifuko ya mbolea kwa ajili yetu sisi wakulima. Tunapata changamoto nyingi. Namshukuru sana, Mungu ambariki sana. Kwa kweli naomba aendelee kutukumbuka hata kipindi kingine. Kwa kweli kwa mbolea hii ambayo tumepata, tutapata manufaa sana kwa kuzalisha mazao. Kwa hiyo kwa hali hii ametusaidia kutuletea mbolea ambayo ikiendelea vizuri tutafaidika kwa mazao labda Mungu atakayetusaidia. Kwa wakulima wangu wanakuwa na changamoto ya kupata pembejeo hasa mbolea kwa sababu ya gharama zao, na unakuta kwamba asilimia nyingi sana ni familia ambazo zinakuwa na kipato cha chini. Sasa kupitia ofa hii tuliyoipata kwa wakulima wangu, natumaini tutaweza kuinua kilimo kwa hatua moja au nyingine, kuzalisha kwa mfumo wa tija kutoka uzao wa chini kwenda uzao wa juu. Na mimi kama afisa kilimo, nitakachokifanya kupitia mbolea hii ni kuwaelimisha na kuwaelekeza namna ya utumiaji mzuri wa mbolea ili kusudi waweze kupata mafanikio ya